Warusi wanadai kwamba ni rahisi sana kupambana na watu wa Magharibi. Warusi wanasema kwamba kutokana na jeuri ya watu wa Magharibi, hasa Ufaransa na washirika wake kwa sasa, kwa maana Ujerumani pamoja na Uingereza, kuna njia rahisi sana ya kuweza kuwaumiza. Huku wafuasi wa juu wa nchi za Magharibi wanaoichukia Urusi, huku wakitaka vita, wakijifanya kufanya mazoezi ya matukio ya uwezekano wa kufanya shambulizi dhidi ya Moscow, Rais wa Urusi Vladimir Putin amesisitiza mara kwa mara kwamba uvumi kama huo usiokuwa na msingi ni upuuzi, kwa sababu wanadai kwamba Urusi inataka iwashambulie, lakini kuna jinsi ndogo tu ya kuweza kupambana nao. Kuhusu jinsi ya kutibu suala hili la kuichukia Urusi na kutengeneza fitna, mkuu wa Baraza la Usalama la Urusi Dmitry Medvedev ana donge la uchawi kwenye alama hiyo, na ameelezea namna ya kuweza kupambana nao. Kwanza amesema kwamba lazima tutumie kombora la Oreshnik. Kombora hili ni kombora lenye nguvu, ni kombora ambalo si rahisi kulizuia. Ni kombora la kisasa lenye uwezo wa nyuklia wa masafa ya kati lenye kasi ya Machi 12. Linaweza kufikia malengo muhimu ya NATO barani Ulaya kwa wakati maalum na kwa wakati ambao Urusi itahitaji. Lakini kuna kombora la Samarti. Hili ni kombora pia ambalo lina uwezo wa kubeba nyuklia na ni kombora la masafa marefu la kutoka bara moja kwenda bara lingine ambalo lilizinduliwa. Ni kombora hatari sana, linaweza kurusha vichwa vya nyuklia au vya kawaida zaidi ya kilomita 18,000 na njia zote za kupambana za balistiki zina uwezo nalo, na ujanja inasemekana lina uwezo wa kukwepa pia mifumo yoyote ya ulinzi wa anga. Wanasema kwamba ikiwa nchi za Magharibi bado zitaendelea kuleta fujo, basi Urusi itatumia kombora hili la Yaz ambalo lina uwezo wa kuruka kilomita 12,000 na likiwa na vichwa vitatu vina uwezo wa kulenga kwa uhuru, lakini pia ndio msingi wa nguvu wa kimkakati wa Urusi. Lakini wanasema kwamba kuna kombora la Kalibri. Ni kombora lenye nguvu na silaha ya kivita yenye kilo karibia 400 hadi 500, ikijivunia kuruka kwa umbali wa kilomita 2,500 na kasi ya juu hadi Machi 3. Inaruka chini na huweza kuharibu vitu vingi vilivyopo katika ardhi na hata vilivyo chini ya ardhi, na hivyo si rahisi pia kuonekana katika rada. Lina uwezo wa kuepuka rada na lina uwezo wa kufanya mashambulizi kwa uwezo mkubwa. Na kombora la mwisho ni Onyx. Hili ni kombora la kupambana na meli linaloendeshwa na ramjet lenye kilo 200 hadi 300, linaloweza kutoboa silaha ya aina yoyote yenye kichwa cha nyuklia na linavuma hadi umbali wa kilomita 800 na kasi ya juu ya Machi 2.9. Hili lilitanguliwa pia na baadhi ya makombora ikiwa ni pamoja na P-700 Granite ambalo lilikuwa kombora la zama ya enzi ya Usovieti ambalo lilikuwa na uwezo mdogo sana, ambapo lilikuja kuboreshwa zaidi hadi kupatikana kombora hilo la Onyx. Haya ni makombora ambayo kimsingi Urusi haijayatumia, na inadai kwamba ikiwa mataifa haya Magharibi yataendelea na chokochoko katika kile kinachofahamika kama Rusofobia, basi Urusi kupitia naibu katibu mkuu wa Baraza la Usalama Dmitry Medvedev anasema njia sahihi ya kuweza kupambana nao ni kutumia makombora mazito kuadhibu watu wa Magharibi. Mtazamaji, bila shaka na wewe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi, endelea kutufuatilia.